nipende kupongeza sana mkurugenzi kwa maono yako mazuri. Kama sio wewe kuwa na maono kuweka hiki chuo katika wilaya yetu ya Magu, Kisesa kwa ujumla, wana Magu asingepata fursa, si ndio Kwa hiyo mkurugenzi alikuwa na maono mazuri ya kusema kuwa natamani kuanzisha kitu fulani, lakini bila maono haya leo hii labda tungeenda kwenye wilaya zingine au tungeenda kwenye mikoa mingine, lakini ameturahisishia sana wana Magu kuweza kupata taaluma hizi na ujuzi mbalimbali kupitia yeye. Nimeweza kupita na kuangalia ni kwa namna gani mnajifunza ujuzi tofauti tofauti. Kwa kweli mimi mkuu wenu wa wilaya nimevutiwa na nimependezwa na yale ambayo mnajifunza. Huu ni mwezi mmoja ambao mafunzo yamefunguliwa, ili hali katika chuo hiki kimeshatoa awamu 5 za wanafunzi ambao wamegraduate, na ninyi mtakapoenda kugraduate itakuwa ni awamu ya 6, si ndio? Hivyo basi kutokana na hiyo nimeona ni kwa namna gani mko serious. Kwa kweli nilikuwa napita kwenye darasa moja, kila mmoja anatamani nisitoke, anatamani kunielezea, kunichorea, nini. Hii inaonekana ni utaalamu mzuri wa walimu wetu ambao wameweza kuwafidi nyie. Kwa muda mfupi wameweza kuwajaza ujuzi huu, na ndio maana kwenye kila darasa kulikuwa na bashasha ya kutamani kunielezea ili niweze kuelewa zaidi. Mnachotakiwa kufanya ninyi kama wanafunzi ni kuzingatia yale ambayo walimu wenu wamepanga kuwafundisha. Tunajua serikali inawekeza sana kwa vijana wakati huu. Sasa na wewe ukiwa ni sehemu ya kijana na umepata hii fursa, itumie sawa sawa. Vijana wengi ambao wako katika jamii yetu ya sasa hivi tunajua mwenendo yao, na serikali imeamua kuwapatia ninyi fursa ili muweze kuwa wazalendo. Uwe na mahaba na nchi yako. Hatuna Tanzania nyingine. Hii Tanzania ni ya kwetu, tumezaliwa hiya, tutadai hiya. Katika hili tusiwe wale watu wa kutaka kusema mimi nakomwa, mimi sina ujuzi bwana. Wewe bomba lako linavuja, utajijua. Lakini utakapokuwa mzalendo utasema sehemu fulani kuna fundi, tena hii taaluma ameipata kwa msaada wa serikali, na huyu fundi ni mzalendo kwenye jamii yake, anatoa huduma ambazo ziko reasonable, zinalipika. Kwa lengo la serikali ni wewe ukitoka hapa ukasaidie wanajamii wanao kuzunguka. Mmezungumzia hapa changamoto kwenye risala yenu. Katika mambo mengi yanayofanyika mazuri, changamoto zinakuwepo, lakini za hapa Pine College naona ziko ndani ya uwezo wangu. Yaani hivi changamoto ziko ndani ya uwezo wangu, kwa sababu mmezungumzia ubovu wa barabara. Ni kweli nimeuona, na mimi nimekuja nimepitia mlango wa nyuma, kwa sababu kule mbele akufanya nini, hakupitiki. Hilo dati utalichukua. Leo ni tarehe 10 na ngapi? 16. Mpaka mwisho wa mwezi tarehe 27 TARURA hakikisha ile barabara ifanya nini, imerekebishwa. Ana mpaka ina maana siku kama 10 hakikisha ile barabara imenyooka. Kwa sababu gani? Wengi vijana wanatamani kuja kusoma Pine College. Wengine wanaweza wakaja kipindi cha mvua kama nilivyozungumza. Nasema sasa hapa nitapitaje? Gari yangu itaingiaje? Kwa sababu watu unakuta mwingine ana uwezo, anamiliki pikipiki, bajaji, gari, mwingine anatembea kwa miguu, ila barabara ikawa changamoto na mkuu wa wilaya yupo. Hapana, haiwezekani. Jambo lingine mmezungumzia kupata mitaji. Yaani hii nasikitika, mmetoa magraduate awamu 5 na hamjui kama serikali ya Mama Samia inatoa mitaji kwa vijana, tena na afisa mtoaji yuko hapa. Huyu ndo mwenye mikopo yake 10% hizo. Kwa hiyo ninyi vijana, hii fursa ni ya kwenu. Sasa wewe ukilegea hii fursa itapita hivi. Kwa sababu gani? Mheshimiwa Rais wetu yuko makini sana kwenye kazi yake. Hii mikopo inatolewa kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Sasa wewe kazi yako ni kujipima, wewe uko kwenye kundi gani? Nikiangalia wote hapa mko kwenye kundi la vijana. Msisubiri mpaka mkamaliza chuo. Wakati ni ukuta. Nasikia mafunzo yenu ni miezi 6, mnaenda practical miezi 2, baadaye mnakuja kuhitimu. Ule muda wa kwenda practical
ndio muutumie kutengeneza vikundi. Mkikaa shuleni mnaaminiana kuwa mimi nikijiunga na Adija, nikiwa na Baraka, nikiwa na Faisal, tunaweza kuwa kundi zuri. Kwa mjitengeneze vikundi vyenu mkiwa shuleni hapa hapa, kuliko ukasubiria nimetoka nje ndio uende kwanza kudaka mtu ambaye hujui unaenda kumtoa wapi. Tunaelewana vijana? Hawi? Kwa hiyo kikundi kinatengenezwa pale mnapokuwa mmekaa pamoja. Tabia zenu mtajuana, kwa sababu ukikaa na mtu miezi mitatu tu unaweza kumsoma. Unajua kabisa huyu hata nikimkopesha shilingi 10,000 huyu harudishi kwa wakati. Tuna uwezo wa kwenda halmashauri kuomba mkopo wa 10%, huyu akachanja mbuga, asi participate vizuri na sisi, huu mkopo ukawa ni mzigo. Kwa hiyo mjiunge ninyi ambao mnaona mna uwezo wa kufanya kazi pamoja ili muweze kupata hii mikopo. Na mimi mkuu wenu wa wilaya nipo. Kwa hiyo mtakapojiunga, hata mkimshirikisha madam hapa mkurugenzi, akiniambia pale kuna vijana tayari wameshatengeneza magrupu ya watu 10, tuna vijana grupu ziko 5 wanahitaji mkopo, mimi nitamuelekeza afisa mikopo hapa na mkurugenzi muweze kupatiwa hiyo mikopo. Mtu anakuja analia mkuu wilayani na vikundi nataka mkopo, naongea na afisa wapatieni mikopo. Tena wanakuwa ni vijana lakini wameingia utapeli. Anachukua milioni 3 tu zinamnyima mtu amani. Anapita hivi, aanze kufuatiliwa, atafutwe, haonekani. Hiyo inakuzidia wewe baraka. Tunajua kabisa sisi wote tuliokopo chini ya dunia hii, ndani ya hii dunia, kila mmoja ana hofu ya Mungu. Kwa nini uchukue pesa ya serikali ukimbie nayo? Leo hii wewe ni kijana utahitaji ule mkopo. Kesho wewe ni mwanamke utahitaji wa wanawake. Ukiwa kijana umerejesha vizuri, utaendelea kutengeneza uaminifu ndani ya hii serikali. Kwa hiyo niwatoe hofu vijana, niwatoe hofu colleges, mikopo hii ipo. Kazi yako ni kujifunza kwa bidii na kujua ujuzi unaopata ukaufanyie kazi vizuri. Mkopo upo. Mwambie mwenzio mkopo upo.